Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji popote pale ulipo, ni kukaribishe katika kipindi hiki maalum, kipindi ambacho kitakupa faida nyingi zinazohusiana na ibada tukufu, ibada ya hija ambayo ni nguzo ya tano katika Uislamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibn Battuta Tours Limited kwa mara nyingine tena tunakuja mbele yako kwa ajili ya kukupa habari za uwepo wa safari hii muhimu kwa mwaka 1447 Hijiria, sawa na mwaka 2026 kwa maana ya hija ya miaka hii, mwaka wa miladia na mwaka wa Hijiria. Mimi ni Khamis Tembo ninayekuletea mazungumzo haya, na siko peke yangu, niko na mkurugenzi wa Ibn Battuta Tours Limited ambaye ni Abdurrahim Tumaini Rwabura Kiria. Tunapoelekea msimu wa hija, kuna mengi huwa yanajitokeza, nasi tumeona tukiwa ndani ya treni maalum kabisa ya kutoka jiji la Madina, mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuelekea Maka. Katika huu msimu wa hizi safari za umra, tumeona ni muhimu kulizungumzia hili, nawe uipate habari hii kwa ajili ya kujiandaa kwake. Naam, mkurugenzi, baada ya salamu, tunapoelekea msimu mpya wa hija wa mwaka 1447 sawa na mwaka 2026, kuna mabadiliko mengi ambayo yametangazwa na nchi ya Saudi Arabia, kwa maana ya mamlaka, yani Wizaratul Hajj au wizara ya hija ya nchi hii ya Saudi Arabia. Mabadiliko haya yanapelekea hija ijayo itakuwa ni hija ya namna gani, na watu tunatakiwa tujiandae vipi? Fali tafadhali, mashkuran. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana ndugu mtangazaji Khamis Tembo. Naam. Alhamdulillah, tuseme kwamba tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kutujalia leo hii tarehe 28 tunatoka Madina na kuelekea kutekeleza ibada ya umra na mu'tamirin wote wakiwa salama. Ni jambo la kheri na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, la in shakartum la azidannakum, pale pindi mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia. Kwa hiyo ni vyema sana tu mshukuru kwa wingi sana. Jambo la pili ni kwamba ulisema kuhusu maandalizi ya hija. Tunajua ndani ya miaka mitatu iliyopita mpaka sasa hivi Wizaratul Hajj, yani wizara ya hija nchini Saudi Arabia, wamebadilisha taratibu zao zote, jinsi ya kujiandikisha na jinsi ya malipo yanatakiwa yalipwe. Kwa hiyo vitu vyote nataka vilipwe mapema, kwa sababu wao wizara wanapata jukumu kubwa sana, kwa sababu hija moja inachukua takriban watu 3 mpaka milioni 3. Ni mwaka jana toka walipunguza ile idadi ikawa 1.6 milioni 1.6 ili kuweza kutengeneza ile taratibu zile vizuri zaidi. Lakini hata mwaka huu wataongeza, inaweza kufika hata milioni 2, lakini ili waweze kuhudumia wageni wa Allah kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na yale mabadiliko ambayo yanafanyika mara kwa mara ya kutengeneza mji katika ustaarabu mzuri. Na ni kweli, na kwa sababu renovations zinaendelea, maboresho yanaendelea kwenye sehemu za Mina, Arafa, Muzdalifa na mahoteli pia, kama tunavyoona Mohammed bin Salman Allah mhifadhi, kwamba sasa hivi anabadilisha. Yani kuna hoteli hizo zamani zote zinabomolewa na kutengenezwa tena upya, kwa sababu kuna hoteli nyingi zimevunjwa. Sasa maboresho ni makubwa sana. Ukiangalia Mina pia walikuwa wanaanza program ya kujenga magorofa, kuachana na mahema, lakini zile hema zinatolewa ndio magorofa, lakini yanaenda kwa fence. Sasa hiyo inajelea changamoto kubwa sana, na huku ibada ya hija lazima ifanyike kila mwaka. Kwa hiyo maboresho yanaendelea na ibada lazima ifanyike. Kwa hiyo ndio maana watu wanapunguza idadi na wataongeza idadi. Kwa hiyo hii idadi inapokuwa kubwa, milioni 2, watu milioni 2 ni watu wengi sana kuhudumia. Kwa hiyo wanabidi wajipange mapema ili waweze kuhudumia vizuri hao watu, kwa sababu ibada ya hija imejumuisha mambo mengi sana. Yani inajumuisha ni tourism iko ndani yake, na maana kuna transportation, kuna mambo ya ndege, mambo ya mabasi, malazi. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinatakiwa vipangiliwe vizuri sana. Hasa kwa mambo ya transportation kwenye mabasi, ni mabasi mengi sana ambayo yanahamisha watu. Na hizi immigration zinafanyika, immigration kutoka hotelini kuelekea Mina ni immigration ndani ya siku moja, na kwenda Arafa, na ni nguzo muhimu sana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
alhajju Arafa, yani ukikosa Arafa maana yake umeshakosa nini? Hija nzima. Kwa hiyo lazima ile siku ya Arafa watu wote hawa milioni 2 wawepo Arafa. Sasa umeona hiyo immigration ilikuwa kubwa, immigration kutoka Mina mpaka Arafa ambao ni takriban kilomita 7. Kwa hawa watu ndio wote wanatakiwa wahamisho wapeleke milioni 2 wapeleke Arafa jioni, kwa sababu asubuhi wanaingia Arafa, jioni wanatakiwa watoke waje Muzdalifa. Kwa hii immigration ambayo haifanyiki sehemu yote duniani ila hapo tu. 2 million people in a few hours wanatakiwa wahame huku warudi tena pale. Kwa haya maboresho, na maana ndio maana wakaamua kwamba kuweka deadline pia za malipo, kwamba malipo kama toka mwaka juzi, mwaka huu na mwaka huu unaofuata ni kwamba mwezi wa pili tarehe 1 kila kitu kinaweka tayari kimeshalipiwa. Yani ili waweze kuanza kutoa process za visa, na mpaka ndege pia tayari tumeshalipia, kwa sababu wanataka zile tickets za ndege, flight number wanazitaka mapema. Kwa hiyo unaona maboresho yamebadilishwa ni kwa hali ya juu. Na pia ukiangalia kwenye mambo ya applications, siku hizi mambo ya kuingia Raudha ni lazima usajili maalum kwa application ya kila mtu, au unaweza kupoa grupu wanaenda kwa wakati maalum. Na hii imesaidia sana kubadilika huku kumesaidia sana, watu wanaenda kwa utaratibu ambao ni mzuri sana. Pia kuingia ambao wameanzisha application mpya inaitwa Nusuk. Nusuk ni mahujaji wote wanasajiliwa pale, kwa hiyo wanajua taarifa za kila haji, unaona, na kwa maana haji yakiingia unaweza kupata data. Ndio maana unajua kwamba mwaka fulani wamehiji mahujaji milioni 3 au milioni 2.5. Kwa hiyo haya ni mabadiliko ambayo yanafanyika, lakini na saa kubwa ambayo tunawapa watu wa mahujaji wa Tanzania ni kwamba inatakiwa haya mambo tuanze kuyaplan mapema, kuyapangilia mapema, na tuweze kulipa mapema pia, ili tuweze kuendana na nini, na taratibu na wakati. Sawa. Kumekuwa na makongamano hivi karibuni ambayo yamefanyika kwa ajili ya kuwanasihi wa Tanzania Waislamu kujiandaa mapema kuifahamu ibada ya hija, na kumbuka hata wakfu na mali ya amana, ambapo tunasema Rais Bitha akishirikiana na wadau mbalimbali na mashirika haya mbalimbali kulifanyika makongamano mkoani Mwanza, Kigoma, Bukoba, na kunasihi mashirika sasa yenyewe yawe yanapita kila kona kuhakikisha kunakuwa na elimu munasibu inayohusiana na ibada ya hija. Ibn Battuta, mna utaratibu gani wa kuwafikia Watanzania, kuwafahamisha, labda kuwa na semina za mara kwa mara ambazo zinakwenda kuamsha kujua umuhimu wa ibada hii? Hili la kwanza. Lakini la pili, kwamba pengine mtu anataka kuanza kuweka kidogo kidogo, asafiri baada ya miaka 2 au 3 au vinginevyo, nini mnafanya Ibn Battuta? Naam, shukrani sana kwa maswali mazuri ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa kuhusu swala, tunashukuru kwanza viongozi wa Bitha ambao ni Tanzania Hajj Mission, tunawashukuru sana na Allah alipe kheri kwa kazi kubwa wanayofanya, kwa sababu wao ndio wanasimamia hija kwa upande wa Tanzania, wanahusiana na wizara ya hija, kisha wanatuletea sisi taasisi na ndio wanatusimamia sisi taasisi zote za bara na visiwani. Kwanza Allah wahifadhi na awalipe, kwa sababu ni juhudi kubwa wanaifanya. Pili, kuhusu maandalizi ambayo tunayafanya Ibn Battuta, kwanza wallahi alhamdu tumejaliwa kwamba tuna social media, yani social media zetu zote kuanzia YouTube, mtandao wa X, Instagram, tunafanya kazi nzuri sana ambayo tunawaita watu na kuonesha mambo yetu ambayo tunayafanya yote, yani ile huduma ambayo tunaitoa yote tunaionyesha, tunaitekeleza, kwamba tukuahidi wageni wa Allah kwamba tunaweka hoteli za karibu tunaweka, kupandisha treni kama hivi tulivyo sasa hivi ndani ya treni ya umeme ambayo ni treni ya mwendokasi, imepunguza masaa ya safari, masafa, sababu kwa basi inatumia ni masaa 8, lakini kwa treni ya umeme ni masaa 2 tutakuwa tumeshafika Maka, na haji anakuwa hajachoka. Kwa hiyo uwezo hata kufika na kutekeleza ibada yake inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo tunatangaza, na pia tulianza semina kuwatembelea. Kama mwaka jana tulianza kutembea upande wa kusini na tukaanza ziara na kutangaza hija na kuhamasisha watu, kwa sababu ukiangalia kwa Tanzania ibada hizi mbili bado ziko chini sana, kwa sababu tunapewa takriban quota 25,000, lakini mpaka leo hii mwaka huu ndo tumevunja rekodi kuleta watu 3,500. Kwa hiyo kila siku tunajivunjia rekodi yenyewe, hatueku zidi hiyo quota, kwa sababu quota watu 25,000 ni wengi sana, na hizi quota huwa zinapewa kila nchi kutokana na idadi ya Waislamu waliokuwepo
ndani ya nchi, katika nchi. Kwa hiyo sasa tunazidi kuandaa hizi ziara na tutaendelea kuziandaa, na pia sasa hivi tunaanzisha semina ambayo biidhnillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inaweza kaanza mwezi wa 11 au wa 12. Kila mwezi tutakuwa tuna semina at least 2 pale City Mall ili kuwaelimisha watu, na hii sio semina ya mahujaji tu, hata ambao Waislamu kwa ujumla, ili waweze kuja kufahamu na kuelewa ibada hizi mbili kuu ya haji na umra, kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia wao Waislamu, na sio kwamba hii kauli tulikuwa nayo sisi watu wanasema istitaa, yani kwa mwenye uwezo. Ni kama na sisi wote tunafika kusema kwamba wanajitoa kwa mwenye uwezo. Mwenye uwezo ni nani? Kila mtu ana uwezo, ni kwamba ni kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala na kupangilia mipango iliyokuwa mizuri, kisha kuchukua sababu za kisheria, alafu Allah huwa anakujalia unapata kuja katika hija. Kwa hiyo ndio tumeandaa hizo semina kwa ajili ya watu ambao zitakuja inshallah karibuni. Na swali la pili, naam, kuhusiana na nini, ilikuwa ni utaratibu sasa wa kulipia. Pengine mtu anataka kwenda haji, ametamani kusafiri na Ibn Battuta baada ya kuona harakati zenu, afanyeje? Yeye anataka kusafiri baada ya miaka 2-3 mbele, pengine utaratibu ukoje? Utaratibu wa Ibn Battuta tumeweka utaratibu wa kwamba kama mtu anaweza kulipa kwa pamoja, anakuja tu ofisini na anapewa account number, na malipo yote yanafanyika benki au ofisini, ili upewe nini, receipt, au ukienda kulipa benki uje na bank slip kwamba umelipa, ni kithibitisho kwamba wewe umelipa kwenye kampuni ya Ibn Battuta. Hatuna mawakala katika mambo ya kulipa nje, ni ofisini, aje ofisini City Mall au wanalipa account number alipia. Na tunaruhusu kwamba mtu anaweza kulipa kidogo kidogo, analipa kidogo kidogo mpaka atakapofikia trip ya kwenda, na sio lazima ni mwaka huu kama mwakani. Hata ukitaka kwenda baada mwaka mmoja au miaka miwili, hizo taratibu zipo. Unafika ofisini unapewa taratibu zote ili uweze kulipia na uweze kwenda. Sawa. Naam, mtazamaji popote pale ulipo, tuko ndani ya treni ya umeme, alhamdulillah, mashallah, na mpaka sasa inatembea wastani wa kilomita 265. Na tuko ndani ya behewa namba 12. Kwa hiyo unaona kilomita 265 si haba, ni spidi kubwa sana. Kwa hiyo tunaendelea na tumelazimika kufanya kipindi chetu hapa kwa sababu ya kukufahamisha, yani huwa sisi tunapenda kukuambia pale tulipo ndipo tunapofanya hiyo kazi. Kwa hiyo kipindi hiki ni maalum kabisa tukiwa ndani ya treni. Ukiona tunatikisika kidogo ndio raha ya Ibn Battuta popote pale ulipo. Sasa wakati tunaziendea semina za mara kwa mara ambazo zitashajiisha watu kwenda haji, ni ipi sasa mfano nafasi ya vijana katika utekelezaji wa ibada hii ya hija? Kwa sababu zipo taarifa kutoka pia mamlaka ya Saudi Arabia ya Wizara ya Afya kwamba imeweka utaratibu maalum kwa wazee wa kuanzia miaka 65 na kuendelea, na hili lilikuwepo wakati wa corona, lilikuja zuio. Naona kuna hizo taarifa tena zinakuja kwamba wazee wa namna hiyo basi wahakikishe wanajichunga, au makampuni yahakikishe yanawabeba watu ambao wana afya zao. Ni ipi nafasi ya hija kwa wazee kwa miaka ijayo, na ipi nafasi ya hija kwa vijana kwa sasa? Naam, ndugu mtangazaji, ni swali zuri sana ambalo tunaona kipindi hiki mabadiliko yanazidi kuongezeka, hata upande pia wa afya pia kuna mabadiliko makubwa sana, na amesema safari hii lazima haji apimwe kwanza, ajue afya yake ndio aweze kufanya nini, kwenda hija. Sasa wazee wanazidi sana, umri unakuwa mkubwa na wana maradhi, na maana inaleta changamoto kubwa sana. Na hawa wazee wanatakiwa kwamba siku zote wakija waje na watu ambao wanaweza pia kuwasaidia, lakini pia kwamba mwakani hija ni kwamba watu watapimwa kujulikana afya zao, wajue afya za watu wote, sababu mabadiliko pia mpaka upande wa madaktari. Sasa hivi madaktari watapewa vyumba maalum vya kutibia na watakuwa pia permit maalum za kutibia, sawa. Kwa hiyo tunasema ni jambo ambalo ni mabadiliko makubwa sana kwa watu, na hii tunawashajiisha pia vijana ambao wanataka fulani kuja kwenye ibada ya hija, au ambao haja fulani pia waweze kufanya nini, kujipanga, kwa sababu ibada hii ni ibada ambayo inahitaji nguvu na mali.
yani atumia mwili na mali. Sasa katika ibada kuna ibada za aina nyingi. Kuna ibada ambayo unatumia tu mwili peke yake kama vile swala, na ibada nyingine unatumia mali kama vile nini, zaka. Lakini ibada ya haji inachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja, mwili na mali. Lazima uwe nao. Unaweza kwa kipindi yafika una mali lakini nguvu hauna, pia itakuwa ni changamoto. Na ukiwa na nguvu na mali huna, pia ni changamoto. Kwa hiyo nataka vitu vyote viwili viwe kwa wakati mmoja, na ndio maana tunawanasihi vijana wengi waumini wa Tanzania kwamba wajipange na waje katika ibada hii ya hija. Kwa sababu gani? Hii ni toka zamani ni kwamba watu waliambiwa mpaka umalize mambo yako, uyamalize ndio uweze kufanyaje kuja katika ibada ya hija. Ni jambo ambalo ni mustahili, wanasema mustahili manali, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni impossible, kwamba wewe huwezi kumaliza madhambi kabisa, na hakuna mwanadamu ambaye hakosei katika dunia. Na haimaanishi pia kwamba hata ukija hija kwamba hutakosea, utakosea, lakini kikubwa ni kwamba kama Muislamu ni kulinda hija yako, ukosekane kule Allah alipokukataza ukosekane, na kule Allah alipokuamrisha unatakiwa upatikane. Basi hilo tu mwanadamu. Kwa hiyo wewe kijana wa Kitanzania, tunakunasihi, tunakuomba ujiandae mapema. Ibada hizi zinataka maandalizi, kama vile nilivyosema kwamba kama mtu anaweza kujiandaa kwenda kumwangalia mnyama Serengeti au kuangalia mti fulani wa aina fulani katika mbuga za wanyama, huu ni mti na huyu ni mnyama. Mtu anajipanga dola 100,000, dola 50,000. Wewe kwa nini unashindwa kujipanga kwa ajili ya dola 6,800 uje kwa ajili ya Mola wako, na hizo faida zinarejea kwako wewe? Ewe kijana, na kunasihi jipange na uweze kutekeleza ibada yako ya hija. Asante. Ewe kijana, jipange ili kuja kutekeleza amri ya Mola wako. Naam, mtazamaji, baada ya kuyasikia hayo machache katika mengi ambayo tunayo, basi twende mapumziko. Tukirejea tutamaliza sehemu ya pili ya kipindi chetu hiki. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu mtazamaji wa Ibn Battuta TV, nakukaribisha tena tu katika mji wa Madina, na sasa tunajiandaa kuelekea safari ya Maka kutekeleza ibada ya umra. Wallahi alhamdu, mu'tamiruna wote, wageni wa Allah wako salama, wako wazima, tunatoka wote. Tumemaliza ziara yetu leo siku ya 5. Kwa hiyo tunatoka katika hoteli yetu hii ambayo tulikuwa tumekaa hapa, Ansar Golden Tulip. Ni hoteli nzuri yenye hadhi ya nyota 3.5. Kwa hiyo tunatoka na kuelekea Maka kutekeleza ibada yetu ya umra. Allah tujalie kheri, tufike salama. Na sasa hivi tunaelekea katika train station, katika train ya mwendo kasi ili kuelekea Maka, ambapo tuna masaa mawili tu kutoka hapa Madina mpaka kuelekea Maka, ambayo imepunguza mwendo mrefu sana wa basi, ni masaa karibia 8 au 7 mpaka 8. Kwa hiyo tunakukaribisha mgeni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala uje kufanya hija au umra na Ibn Battuta Tours Limited, ili uweze kufanya ibada yako kwa ufanisi wa hali ya juu na ibada kama vile alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Karibu sana Ibn Battuta Tours Limited kwa ibada iliyokuwa bora. Naam, mara baada ya mapumziko mafupi, mtazamaji, tunaendelea, na nikukumbusha kwamba hiki ni kipindi maalum ambacho kinafanyika ndani ya treni ya mwendokasi hapa nchini Saudi Arabia, tukitokea Madina, mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukielekea Maka. Alhamdulillah, tukiwa ndani ya ihram ambazo tayari maalum kabisa kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya umra mara tu tutakapokuwa tumefika katika mji wa Maka. Sasa kumekuwa na utaratibu wa kufahamu taratibu sasa za kikampuni zinazofanywa na viongozi kuielekea hija ya mwaka 2026 sawa na mwaka 1447 Hijiria. Nimpe tena nafasi hii mkurugenzi wa Ibn Battuta Tours Limited atufahamishe mwaka au hija ijayo sasa nini Ibn Battuta imejipanga kufanya, ili wewe unaposikiliza ufanye maamuzi ya kuja kwa ajili ya kuhudumiwa na Ibn Battuta ama kwenda kwingine ambako pengine wewe mwenyewe moyo wako utakuwa umefanyaje, umekuridhisha. Sisi tunafanya kazi ambayo aliamrishwa Nabii Ibrahim, baba yetu Nabii Ibrahim alipotakwa na Allah, yani Mwenyezi Mungu alipomwambia awatangazie watu hija, alimuuliza Mola wake, Mwenyezi Mungu, ni vipi mimi nitaitangaza hija, sauti yangu itafika wapi? Basi akamwambia, hakika wewe Ibrahim
jambo lako ni moja tu la kuitangaza, halafu namna ya kuwaita watu ni mimi Allah tabaraka taala ndio najua. Basi Nabii Ibrahim akaitangaza hija, na sisi Ibn Battuta Tours Limited kazi yetu ni kuitangaza, sio kujitangaza, kuitangaza hija. Umependa kusafiri na Ibn Battuta, tutakupokea, tutakuwekea utaratibu. Ima umependa kusafiri na watu wengine, lakini kuna baadhi ya vitu unavitaka kupitia Ibn Battuta, elimu ya hija, basi tutakufanyia, kisha utaamua wapi unataka kwenda. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuitangaza hija na si kujitangaza ili uikimbilie Ibn Battuta, la hasha wakala. Isipokuwa tumeweka utaratibu ambao ukikupendeza tukimbilie, hauja kupendeza naenda sehemu nyingine. Sheikh Ibrahim, hebu tuambie sasa Ibn Battuta baada ya maneno haya imejipangaje mwaka huu? Naam, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza, Ibn Battuta Tours Limited ni kampuni ambayo imejikita katika kuhudumia wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa elimu. Yani vitu viwili tunataka, huduma na elimu, ili watu waweze kutekeleza ibada yao kama vile alivyotuamuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupata amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khudhu anni manasikakum, yani tutekeleze ibada hizi kuu mbili za hija na umra kama alivyoelekeza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuchukue kutoka kwake yeye. Na ndio maana Ibn Battuta tumejikita kwenye mambo mawili sana: huduma, kuwapa wageni wa Allah, na hiyo kutekeleza hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Ibn Battuta Tours Limited ili uweze kutekeleza ibada yako, na huduma zetu za mwaka 2026 ni kwamba gharama kwanza ni dola 6800, ambao gharama hii inajumuisha malipo ya kila kitu, yani inajumuisha kila kitu, kwamba tiketi ya ndege round ticket ambayo ni kwenda na kurudi, malazi upande wa Madina na upande wa Maka pia malazi, na pia inajumuisha chakula ambao ni full board, unapata breakfast, lunch na dinner hapo ndani, na inajumuisha pia visa, unapata visa, na pia insurance ya matibabu ambayo iko ndani yake. Pia ndani hiyo pesa unapata pia maji ya Zamzam ambayo ni lita 5 maji ya Zamzam, kila haji atarudi na lita 5 maji ya Zamzam. Pia unapata begi la kusafiria, na kuna begi la mgongoni na begi la kusafiria la chini la kawaida la kuingia chini ya ndege. Na pia kuna ziara za sehemu tofauti tofauti katika mji wa Madina, kuna ziara zake, na mji wa Maka kuna ziara, na pia bila kusahau ziara za mji wa Taif, ambao hii tunaweka katika umra na haji, pia tunawapeleka watu. Na inshallah karibuni tujuze pia ziara mpya, na kila mwaka huo tunaboresha huduma zetu ili kuangalia wageni wa Allah watekeleze ibada yao ya haji na umra wakiwa na wanatekeleza kwa raha na bila usumbufu, bila tabu za aina yote. Kwa hiyo huduma zetu ndio hizo kwa jumla, na semina pia za nyumbani, na pia utapewa pia ID ndani yake hapo. Yani kuna alama ambazo za wanawake pia wanapewa kanga, wanakuwa wazivaa, na mwaka huu pia inshallah wanawake watapata pia jilbabu ambao tumezidisha mpya, ni huduma mpya pia tunaongezea, jilbabu watapata. Na pia tunaangalia jambo lingine kubwa ambalo nataka tuwapatie mwaka 2026 ni swala la SIM card. SIM card tuwapatia watu, kila mtu lazima awe na SIM card, kwa sababu mawasiliano ni jambo muhimu sana, kwa sababu ukishalipia Ibn Battuta huwa tunakuingiza kwenye group la WhatsApp na kuanza kupata taratibu zile za ibada yako. Kwa hiyo ndio huduma ilikuwa kamili, na bila kusahau semina za nyumbani lazima zitakuwepo, tutaziweka semina za mahujaji, na wale ambao sio mahujaji pia waje kujifunza na kuweza pia kuweka nia ya kufanya hija kwa miaka ya mbele zaidi. Hizo ndio huduma zetu kwa jumla, na bila kusahau huduma ambayo ni kubwa ambayo tuko ndani yake sasa hivi hapa, treni ya umeme. Wallahi alhamdu, sisi ndio kwanza katika kampuni nyingi zilizokuwepo na taasisi, sisi ndio kwanza kupandisha treni ya umeme. Wallahi alhamdu, na tamaduni yetu tunaendelea nayo ili kutokuwachosha mahujaji. Mwendo wa masafa wa masaa 8 haji akifika na kuwa amechoka. Kwa hiyo tunakupandisha treni ya umeme, ni masaa mawili tu kutokea Madina Maka. Kwa hiyo unapata kurelax, unafanya ibada yako na huko na tumanina ipo ya hali ya juu. Sawa. Kwa hiyo tunakukaribisha Ibn Battuta Tours Limited kwa huduma inakuwa bora. Naam, asante. Ndani yake kuna watu wametofautiana, kuna wafanya biashara, kuna wajasiriamali, lakini kuna watu ambao wapo katika idara mbalimbali ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya wafanyakazi wa serikali.
pengine namna ya kuwafikia na namna ya kuendana nao. Utaratibu huu Ibn Battuta ukoje? Labda kuna ule utaratibu wa kuomba vibali cha kusafiri kama pengine mtu anatoka serikalini na yuko kwenye idara maalumu, hawezi kutoka bila taarifa. Hili likoje? Lakini kuna ule utaratibu wengine, mtu anataka kusafiri lakini kuna huduma anataka kutengenezewa passport, asimamiwe kuhusiana na kupata kwake passport. Je, huduma hizi mnazifanya? Lakini la mwisho vile vile kuna watu ambao wazazi wao wamekwisha fariki, ima ni baba, mama, wengine watoto, shangazi, bibi au katika ndugu. Je, Ibn Battuta kuna utaratibu wa watu kuweza kuhijia wazazi ama ndugu ambao wamefariki? Naam, ndugu mtangazaji, naam, huduma hizi zote katika kampuni ya Ibn Battuta zote zinatolewa. Kwanza kabisa tukianza na watumishi wa serikali. Watumishi wa serikali ni kwamba anapokuja kujiandikisha lazima afanye taratibu zifuatazo, kwamba moja, anatakiwa aombe kibali cha kusafiria. Hii ni muhimu sana kwa sababu ishatokea nyuma kwamba mtu hajaomba kibali na labda utaratibu walikuwa hajui, akifika airport lazima utazuiliwa, hutaweza kusafiri. Lakini lazima uombe kibali mapema uweze kukipata, na kutokana na tarehe ambazo tumetoa za hija au za umra. Ukishaomba kibali utapatiwa, inakuwa ni sahali, inakuwa ni rahisi sana kusafiri. Hiyo la kwanza. La pili, kuhusu swala la passport. Passport sisi kama ikiwa ni umra, passport mtu anajigharamikia mwenyewe, analipa na sisi tunamsaidia ufuatiliaji wa passport, na mpaka immigration na alhamdulillah tunajulikana kampuni ya Ibn Battuta inafanya kazi gani, na tunaandika barua. Na nyingine, passport ya haji, sisi mtu huwa tuna ile package ambayo analipa 6800 iko inclusive ndani yake. The moment unalipia tu passport, huna sisi tunakutengenezea passport. Na la mwisho kuhusu nini, la haula wala quwwata illa billah, nini tena, naomba nikumbushe la mwisho, swali la tatu. La mwisho kuhijiwa. Yani mtu watu wanahijiwa. Naam, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kuhusu ala kuhijiwa, hiyo ni huduma ambayo ipo, hata ukiangalia kwenye matangazo yetu tunaiweka sana kuhijiwa, na labda nifahamishe watu kuhijiwa maana yake nini. Kuhijiwa ni kwamba kumhijia mtu ambaye ameshafariki na alitia nia ya kuja hija lakini ameshindwa kufanya hivyo. Sasa watoto waliobaki huwa wanafanyia mzazi wao kumhijia, na hii inatokana na hadithi ya Mtume SAW pale alipomsikia mtu wakati wanafanya haji anazunguka akasema labbaika hajjan labbaika allahumma labbaika hajjan an Shubruma. Akamwambia Shubruma nani? Akamwambia Shubruma ni ndugu yangu wa karibu. Mtume SAW akamwambia le hal hajjata binafsik, je, umehiji wewe mwenyewe? Akaambia hapana. Basi akaambia awalan hajj binafsik thumma Shubruma, kwamba kwanza hiji wewe mwenyewe kisha ndo ufanye hija nani? Shubruma. Kwa hadithi hii tunaona kwamba kuna ruksa ya kuweza kumhijia mtu ambaye ameshakufa, na sharti ni kwamba mtu ameshakufa au anaajizi ambao atashindwa kusafiri kuja Saudi Arabia kabisa. Yani ni mtu mzima ambaye labda paralyzed na la yurja shifauhu, yani anaumwa maradhi ambayo hatarajiwi kupona kabisa, na madaktari wamesema huyu mtu wala hahitaji, haruhusiwi kusafiri. Mtu huyu pia anaweza kumfanyia nini? Umra. Lakini sio kwamba mtu yuko Tanzania ukaja tukaamua kumfanyia hija. Kwa hiyo ni watu wawili, marehemu alishafariki kabisa ambao huyu ni hawezi tena kurudi duniani akafanya hija, au mtu ambaye ana ajizi ya kutokusafiri kabisa, na hii ni mpaka upate proof kutoka kwa nani? Kwa madaktari. Wanasema mtu huyu hana ruhusa ya kusafiri tena. Naam, mtazamaji, kwa hakika yaliyozungumzwa ni yale yanaambatana na ibada hizi mbili, ibada ya hija pamoja na ibada ya umra, na kila eneo lina namna yake. Hivyo basi kupitia kipindi hiki maalum katika ziara hii ya kutoka katika mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mji wa Madina Munawwara, tukielekea Maka, niseme tu kwamba itoshe wewe ufaidike na hayo, na kwa kuwa Ibn Battuta kila wakati imekuwa ikitokeza mbele, basi usikose kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Twitter, YouTube, Facebook na kwingineko. Huko kote utatuona na tufuatilie. Una swali tuachie pale kwenye comment, na sisi tutalifanyia kazi na tutakujibu. Lakini zaidi ya hapo, karibu sana katika ofisi zetu zilizopo jijini Dar es Salaam,
eneo la City Mall, jengo la City Mall, floor ya pili, mlango namba S13. Usisite kutufuata na kutuuliza lolote linalohusiana na ibada ya hija na umra. Hivyo basi niwatakie kila la kheri katika maandalizi yenu, na Mwenyezi Mungu atubarikie kazi hii ya kuwajuza ama kuitangaza hija ifanikiwe, lakini Mwenyezi Mungu akuinue wewe ambaye una tamaa ya kuja haji ama umra, na wewe uje unufaike na uwepo wa thawabu au na thamani katika maeneo haya ambayo Allah tabaraka taala ameyafanya kuwa ni matukufu katika ulimwengu huu, insha Allah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.